Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Bila shaka ubuheri wa afya. Nikukaribisha katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamulika hapo baadaye Nuhu Kasim Stima ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, nikupitisha katika muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Rasi Mbeya agiza kutafutwa aliyetapeli shilingi 35,000 kila mkazi wa kijiji cha Mtakuja, kata ya Nkungungu, wilaya ya Chunya. Soko la usiku eneo la Majita limeendelea kuleta mvutano baina ya baraza la madiwani manispaa ya Musoma na wafanya biashara. Na katika habari za kimataifa, baraza kuu la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi duniani. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyapata matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia huko mkoani Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amelitaka jeshi la polisi kuanzisha msako mkali kumtafuta mtu mmoja aliyedhaniwa kuwa afisa kutoka shirika la umeme nchini TANESCO aliyetapeli shilingi 35,000 kwa kila mkazi wa kijiji cha Mtakuja, kati ya Nkungungu, wilayani Chunya. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Hayo ni kufuatia malalamiko ya wananchi wa kijiji hicho kulalamikia suala la kutapeliwa kwa lengo la kufikishiwa huduma ya nishati ya umeme katika kijiji hicho na mtu aliyejitambulisha kama afisa wa shirika la umeme nchini TANESCO. Mwezi wa 7 mwaka jana, nikuja bwana mmoja mkandarasi aliyejitambulisha fundi wa umeme, lakini baada ya kufika kijijini hapa aliambatana na mtendaji wa kata na baadhi ya viongozi wa kata. Alipofika kijijini pale, kila mwananchi aliambiwa atoe fedha 35,000 kwa miaba ya kuingiziwa umeme. Kwenye malipo tulichajishwa shilingi 35,000 kila kaya, lakini mimi binafsi nilitoa 35,000 kwa kaya moja, na ndio pesa ambayo nilitapeliwa. Kwa vielezo maalum tulithibitishwa kabisa na uongozi wa kata. Akithibitisha kumpokea mtu huyo, mtendaji wa kijiji hicho amesema mtuhumiwa huyo alikuja na viambatanisho vyote ikiwemo barua kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri hiyo, huku msimamizi wa miradi ya wakala wa umeme vijijini wilaya ya Chunya Hamisi Saidi ametolea ufafanuzi juu ya mtuhumiwa huyo. Huyo bwana Alex Nyagawa alikuja katika kijiji changu na akaspecify kitongoji cha Mtakuja kwamba ni wakala wa umeme vijijini, yani LEA, ni mkandarasi. Alikuja na vithibitisho vyote akidai yeye ameagizwa na TANESCO kuja kutatua kero ya Mtakuja. Alikuja na barua ya mkurugenzi. Pokea barua ya mkurugenzi, tunajua direct ametuma, manake ilikuwa na muhuri wa mkurugenzi. Hatoki katika ofisi ya TANESCO, ni mtu tu binafsi ambaye ana ujuzi wa umeme na ana leseni kutoka EWURA kwa ajili ya kufanya kazi za umeme ambazo ni kazi za wiring na kazi nyingine ambazo zinahusisha na umeme, lakini sio kazi za ujenzi wa laini au kupeleka umeme katika kijiji au kitongoji.
Akitoa agizo la kutafutwa mtuhumiwa huyo, RC Malisa amewataka watendaji wa shirika la umeme nchini TANESCO kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa na nishati hiyo kwa uhalali. Kamanda wa polisi aliyeko hapo. Sasa huyu mtu apatikane. Na kama ni utapeli, tena zirudi alafu hatua nyingine za kisheria zifuate. Lakini pili, nataka mkakae wewe TANESCO na mkurugenzi. Kaeni muelewane, mnyoshane wapi mlikosea. Sawa. Majibu ya staili hii kwa wananchi hayaleti amani. Sawa. Au naongopa wanachunya. Kaeni mjue shida iko wapi na muishughulikie kwa pamoja. Msiwe na majibu tofauti. Hatuwezi kuruhusu wananchi wetu wakatapeliwa kwa kutumia emblem za taasisi ambazo ni za serikali. Tanzania imefungua rasmi wiki ya nyuki huko mkoani Tabora, huku wadau wakiomba serikali kutatua changamoto za uharibifu wa mazingira, matumizi holela ya viuatilifu yanayodhuru nyuki, pamoja na uchomaji wa moto misituni ili kuendana na kasi ya kitaifa ya utunzaji wa mazingira pamoja na kuchochea uchumi kwa wananchi. Kutoka huko mkoani Tabora, mwanahabari wetu Saidi Othman Kapalila anatuarifu zaidi. Wadau hao wa mazao ya nyuki wametoa hisia zao ili kuhakikisha ufugaji wa nyuki unakuwa endelevu na wenye tija, wakati wakiwa katika viwanja vya kumbukumbu ya vita mkoani hapa, ambapo kilele cha maadhimisho ya wiki ya nyuki kitaifa yanatarajiwa kufanyika mnamo Mei 22 mwaka huu. Ni kwamba tuna changamoto nyingi za wazalishaji ambao wanahitaji kupata elimu, wanahitaji kupata masoko, wanahitaji kupata uhakika wa mazao wanayozalisha yanakwenda wapi. Nyuki ni uhakika wa chakula. Bila nyuki hatuwezi kupata kahawa ambayo tunapeleka nje, hatuwezi kupata sunflower, hatuwezi kupata korosho na mazao mengi yote ya chakula. Tunasumbuliwa sana na mifugo kiasi inatuletea migogoro na wafugaji wa ng'ombe. Wanaingiza ng'ombe kwenye viriba, wanaingiza ng'ombe kwenye mizinga kiasi ambacho wanashambulia mizinga, wanaharibu. Tunaiomba sana serikali yetu kuwaziona jitihada zetu tunazozifanya. Akifungua maadhimisho hayo kitaifa kabla ya kukagua mabanda ya wadau kwenye viwanja vya kumbukumbu ya vita kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Kaliua Daktari Gerard Mongela anatoa maelekezo kwa viongozi wa ngazi ya chini katika kuhakikisha wanatatua changamoto zinazowakabili wafugaji wa nyuki na sekta hiyo kwa ujumla. Uharibifu wa mazingira na misitu. Changamoto ya pili ni matumizi holela ya viuatilifu na vinavyodhuru nyuki. Changamoto ya tatu ni uchomaji moto wa misitu. Changamoto ya nne ni ukosefu wa teknolojia bora za ufugaji wa nyuki na uelewa mdogo kuhusu fursa zilizopo katika mnyororo wa thamani ya nyuki. Natamani na ni matamanio yangu kwamba baada ya siku ya leo, hizi changamoto kuanzia katika ngazi ya wilaya na sisi wote tulioko katika halmashauri zetu tuone namna gani tunaweza tukapambana nazo na kuhakikisha tunavuka vizuri hapa. Kwa upande wake, meneja wa rasilimali za nyuki kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania, kamishna msaidizi wa hifadhi Hussein Msuya, anaeleza umuhimu wa kutunza mazingira kwa manufaa ya sekta ya ufugaji nyuki. Ufugaji wa nyuki unahitaji mazingira yenye utulivu. Mfano, kwenye hifadhi za misitu inahitaji maeneo yenye maua ya kutosha, inahitaji ulinzi, inahitaji maji na inahitaji ulinzi dhidi ya moto. Kwa hiyo ukataji miti hovyo pamoja na matumizi holela ya viuatilifu vinachochea sana kuharibu ubora wa asali pamoja na mazingira. Hivyo uhifadhi wa mazingira ni msingi muhimu wa kuongeza uzalishaji wa asali, kulinda bioanuai ya taifa letu. Sisi viongozi tumebeba uzalendo hali ya juu kuhakikisha kwamba tuna wahudumia wafugaji wetu waweze kufuga kwa kutumia teknolojia za kisasa ili tuweze kuongeza uzalishaji. Sisi tunashirikiana na wajasiriamali wetu, tunashirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Saidi Othman Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Kigoma. Serikali mkoani Kigoma imeendelea kusisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira katika maeneo yanayozunguka kambi za wakimbizi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo kuhakikisha jamii zinajengewa uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Rajab Shaban Matuga
anatupasha zaidi. Mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu akifungua warsha ya uthibitishaji wa taarifa na maoni ya wananchi kuhusu mradi wa kujenga uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi mkoani Kigoma iliyofanyika chuo cha walimu Kasulu, amesema mradi huo utazingatia mahitaji halisi ya wananchi wa wilaya za Kasulu, Kibondo na Kakonko. Tuna kambi kubwa la wakimbizi linaitwa Nyarugusu. Tulikuwa na takribani kama wilaya nzima hivi ya watu. Maki walikuwa wengi kidogo. Kwa muda wa miongo kadhaa toka tumepokea 95, lakini katika kuishi pale hasa za kimazingira viharibika sana, ikiwa ni pamoja na ukataji wa miti kwa sababu ya kuni au nishati. Lakini pia tukawa tuna mimomonyoko mingi sana ya maeneo garis kwenye mito yetu. Sisi tunaamini kabisa kupitia mradi huu Kasulu sisi tutapona, lakini Kibondo watapona, Kakonko watapona. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI, Dr. Revocatus Mushumbus, amesema mradi huo utasaidia usimamizi shirikishi wa misitu ya jamii. Ndugu mgeni rasmi, warsha hii ni muhimu sana kwa ajili ya uthibitishaji wa vigezo vya uchaguzi wa vijiji na maeneo kwa ajili ya usimamizi shirikishi wa misitu jamii, lakini pia uchaguzi wa aina za miti ya kupanda pamoja na vigezo vya uchaguzi wa wakulima watakaoshiriki katika mradi huu. Baadhi ya washiriki wa warsha hiyo muhimu inayolenga kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kuongeza ustahimilivu wa jamii dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi wameeleza matarajio yao katika mradi huo. Baada ya mradi huu basi tutatarajia kwamba wananchi watakuwa na maendeleo endelevu, watajipatia kipato, watakuwa na zile skimu za umwagiliaji na vitu vingi ambavyo vitawezesha wao kuweza kupata mapato na kujikimu kiuchumi na kulinda mazingira kutokana na mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao umeandaliwa na mradi huu. Kwa kupitia mradi huu nina imani changamoto hii ya uvamizi katika misitu ya hifadhi itapungua kwa kiasi kikubwa, kwani wananchi watakuwa wamepata mwongozo wa namna ya kupangilia maeneo yao na kuyatumia kadiri mipango itakavyoelezea. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ametaka viongozi wa halmashauri na taasisi mbalimbali mkoani humo kuiga utamaduni wa kuwajali watumishi kwa kuboresha mazingira yao ya kazi, akisema hatua hiyo ni msingi wa kuongeza ufanisi wa utoaji huduma bora kwa wananchi. Hilali Sefuriami anatuarifu zaidi. RC Mrindoko ameyasema hayo wakati akikabidhi gari jipya la usafiri kwa watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, akisema chombo hicho kinapaswa kuwa motisha kwa watumishi kuongeza uwajibikaji na kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Naomba iwe ni mwanzo wa kuboresha utoaji wa huduma. Hii ni motisha nzuri sana. Lakini niwaagize pia wakurugenzi wa halmashauri pamoja na taasisi mbalimbali ambao mna watumishi wanaotoka maeneo ambayo yanahitaji usafiri. Likiwepo gari kama hili ambayo serikali italigharimia kwa 100%. Service, matengenezo, mafuta, dereva atalipwa na serikali. Wewe kazi yako ni kudanda tu kwenye mlango pale, siti yako nzuri ukae, ufike eneo lako la kazi, ufanye kazi na ukitoka huna wasiwasi wa kwamba hapa nidandie bodaboda, nidandie bajaji, sijui nitafika au utafanyaje. Ukitoka tena unapanda basi hilo unaondoka kwenda nyumbani. Hakika hii ni motisha kubwa. Nategemea kuyaona mabadiliko kwenye utendaji wa kazi zenu. Aidha, RC Mrindoko amesema serikali itaendelea kuwajali watumishi wa umma ikiwemo swala la posho pamoja na kuwatengenezea mazingira mazuri ya kiutendaji ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Niwahakikishie kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuwajali watumishi vile kama inavyoendelea kuwajali wananchi katika kuboresha huduma. Kwa jinsi ambavyo taarifa imewasilishwa hapa ya namna ambavyo hospitali hii imeendelea kuwajali na kuwathamini watumishi wake, malipo ya posho, motisha za aina mbalimbali. Na kuna kitu nimekisikia hapa nikasema nitaenda kufuatilia na kuziagiza taasisi nyingine. Posho ya sikukuu. Kiasi chochote unachopewa ni thamani kubwa unayoonyeshwa kwamba tunakupenda, tunakuthamini, tunakuheshimu na tunakujali. Kwa upande wake mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi Dr. Deogratias Banuba ameelezea kiasi cha fedha kilichotumika kununua gari hilo kutoka katika mapato ya ndani ya taasisi hiyo na kufuata taratibu zote za kisheria. Basi hili ambalo tutaenda kulizindua
limegharimu jumla ya fedha za Tanzania shilingi milioni 178,620,000 ikiwa ni mapato yetu ya ndani. Ununuzi wa basi hili umefuata taratibu zote za serikali ikiwemo kupata vibali vyote kutoka Wizara ya Afya, Wizara ya Ujenzi, Ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya Fedha, na limesajiliwa kwa namba za serikali STN 7138. Uwepo wa soko la usiku katika eneo la barabara ya Majita, manispaa ya Musoma, limeendelea kuleta mvutano mkubwa baina ya baraza la madiwani wa halmashauri hiyo pamoja na wafanyabiashara katika eneo hilo. Tupate taarifa kamili. Mvutano huo umejiri baada ya madiwani hao kutoa hoja yao juu ya maamuzi yaliyofanyika kinyume na sheria kuwarejesha wafanyabiashara katika eneo hilo ambalo ni eneo la hifadhi ya barabara. Tangazo lililopita la kuruhusu soko na genge la jioni la Majita Road, sisi waheshimiwa madiwani hatukuweza kulibariki. Nilitaka kujua mamlaka ya kutangaza kuruhusu eneo hilo kuwa soko la jioni kwa ajili ya kukusanya mapato ya halmashauri lilitoka kwa nani na nani aliweza kutoa matangazo hayo. Lakini katika vikao vyetu nakumbuka vizuri Mheshimiwa Mstahiki Meya alisema halijui. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, management inatuchonganisha na wananchi la kwanza, lakini sisi wenyewe kwa wenyewe. Ni mamlaka ipi ambayo ilitoka kwenda kutangaza? Kila kinachojadiliwa na management kinapita kwenye baraza, baraza linabariki. Sasa tuambiwe ilipita baraza gani ambalo lilibariki? Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara katika eneo hilo la Majita wamelalamikia juu ya baadhi ya viongozi kuwataka kuacha kufanya shughuli za biashara katika eneo hilo na badala yake wakaendeleze shughuli hizo katika eneo rasmi la soko. Hili ni genge linaloanza kazi saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Ina haja gani ya mtu kuleta marumbano kwenye sehemu ambayo ni genge ambalo linastahili kukaa sokoni na eneo popote pale ambapo limeamriwa na serikali? Hii eneo limeamriwa na serikali kwamba wafanyabiashara wadogo wakae hapa kuanzia majira ya saa 12. Sasa jiulize, kama wanakataa hili, kwa nini Lumumba ambapo rami ipo inatumika alafu soko linakuwepo la jioni hapa Majita Road, nini kinashindikana? Lakini tunashangaa diwani wa Nyamatare anapokuja kututoa kwamba hapa tuende kuuza wapi Nyamatare. Na sisi jamani, watu waangalia wajane, hatuna wanaume, tuna mikopo ya Samia. Kwa kweli jamani, tunaomba hata watu waangalia sisi wajane, tunahangaika sana mitaani. Katika kumaliza utata wa mgogoro huo, ikatolewa kauli ya serikali ili kuhakikisha mapato ya halmashauri yanaongezeka pamoja na kutengeneza usawi mzuri kwa wafanyabiashara hao. Baraza la jana lililokwisha lilikuwa linaendelea mpaka leo, nilitoa agizo soko lile linakwenda kuhamia Nyamatare. Tunahitaji kukusanya, tunahitaji mapato, tunahitaji kusimamia matumizi, tunahitaji halmashauri yetu isonge mbele, lakini si kwa kufanya mambo holela. Migogoro sio sehemu ya suluhisho, wala umwamba sio sehemu la suluhisho. Mwamba pekee tunayemtaka hapa ni maendeleo ya wananchi wa Musoma. Na mimi nitoe rai na nisisitize, la kwanza, katika haya maeneo lazima tuhakikishe usalama wa wananchi wetu. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara ndio inatufanya kufika tamati ya Kapu la Habari Kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuziangazia zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa wa kumkaribisha Nuhu Kasim Stima kwa ajili ya kukupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Takriban raia 300 wa Ghana wamejisajili na ubalozi wa taifa lao nchini Afrika Kusini wakitaka kurejeshwa nyumbani baada ya kukumbana na chuki dhidi ya wahamiaji. Hatua hii ambayo imechukuliwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Ghana imejiri wakati kampeni ya chuki dhidi ya wahamiaji bado inashuhudiwa nchini Afrika Kusini. Kuanzia mwezi Aprili, wahamiaji wamekuwa wakikumbana na manyanyaso tofauti na vitisho kutoka kwa makundi yanayopinga wahamiaji nchini Afrika Kusini. Kampeni hiyo ya March and March Movement inawakashifu wahamiaji kwa kuchukua nafasi za ajira za raia wa Afrika Kusini pamoja na kuhusika na uhalifu. Baadhi ya mataifa mengine ya Afrika yamejaribu kuwaonya raia wao kutokana na hali hiyo inayohatarisha maisha yao juu ya chuki za wenyeji wa taifa hilo, hususan watu weusi. Ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini ilikuwa sera ya ubaguzi wa rangi na utengano wa kisheria iliyotekelezwa rasmi nchini Afrika Kusini kuanzia mwaka 1948 hadi ilipokomeshwa mwanzoni mwa miaka ya 1990. Kwingineko, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi duniani. Azimio hilo linaunga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo limeridhiwa kwa kura 141 dhidi ya kura 8 za upinzani ulioongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Urusi, Israel, Iran, Saudi Arabia, Yemen, Liberia na Belarus. Azimio hilo linaupa nguvu ushauri wa kijaji uliotolewa na mahakama ya ICJ Julai mwaka jana 2025 ambao unasema ni wajibu chini ya sheria za kimataifa kwa mataifa duniani kupunguza matumizi ya nishati za visikuku na kushughulikia kadhia ya mabadiliko ya tabia nchi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameikaribisha kura iliyounga mkono azimio hilo, akisema linaongeza uzito wa msukumo wa kuwalinda watu dhidi ya janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Marekani imemshtaki kiongozi wa zamani wa Cuba, Raul Castro, kwa kupanga kuwaua raia wa Marekani na makosa mengine yaliyotokana na kuangushwa kwa ndege mbili zilizokuwa zikifanya safari kutoka eneo la Florida hadi Cuba. Kesi hiyo inamshutumu Castro na watu wengine 5 kwa kuzifyatulia risasi ndege hizo zilizokuwa zikimilikiwa na kundi la Cuba America Group Brothers na kuwaua watu 4, 3 wakiwa raia wa Marekani. Castro kwa sasa ana umri wa miaka 94 na wakati huo alikuwa mkuu wa majeshi ya Cuba na alikashifiwa vikali kimataifa baada ya tukio hilo. Wakati Marekani inaendelea kuongeza shinikizo dhidi ya utawala wa kikomunisti wa Cuba, Rais Mia Diaz-Canel ameelezea mashtaka hayo kama shinikizo la kisiasa lisilo na msingi wa kisheria. Akizungumza katika jengo la Freedom Tower mjini Miami, mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alitangaza kuwa taifa lake linamfungulia Castro mashtaka ya uharibifu wa ndege na makosa 4 ya mauaji. Mashtaka hayo yatasikilizwa katika mahakama ya Marekani na kila shtaka la mauaji linaweza kuwa na adhabu ya kifo au kifungo cha maisha. Na huu ndio mwisho habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Stima. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi hayo ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji wa Mahasin TV, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika Kapu la Habari. Lakini kabla ya kuhitimisha, ni kukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo.
RC Mbeya agiza kutafutwa aliyetapeli shilingi 35,000 kila mkazi wa kijiji cha Mtakuja, kata ya Nkungungu, wilaya ya Chunya. Soko la usiku eneo la Majita limeendelea kuleta mvutano baina ya baraza la madiwani manispaa ya Musoma na wafanya biashara. Na katika habari za kimataifa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lapitisha azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi duniani. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa na Zuberi Mgani ili kupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Nuhu Kasim Stima ambaye amekupitisha katika yote na yote aliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwa heri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.